Nadhani lengo ilikuwa sio kwa ukubwa huo, ni marafiki ambao tumekuwa pamoja, tumeanza kucheza mpira pamoja na baadhi ya familia, kwa sababu mjomba wangu anaishi hapa na yeye ndo ameorganize kila kitu. Lengo lilikuwa kuja kusalimia tu, lakini ameona tufanye hiki kitu. Naona mwitikio mkubwa, watu wametokea, wamekuja, wachezaji wenzetu wanatusupport. Kwa hiyo lengo la hili kama ni mechi tu ya kirafiki, kwa karibu kwa muda mrefu, kwa sababu kuna marafiki ambao tumesoma pamoja tujaonana. So tumeonana pamoja kama hii, tumeshiriki kwenye mchezo huu wa kirafiki, imekuwa nzuri sana kwetu. Sawa, mara nyingi imekuwa ikifanyika Kilosa na bila shaka ni msimu wa pili, si ndio? Yeah, ndio. Na umeamua kuja kufanya hapa Dodoma. Labda wana Dodoma unawaambia nini kwa mtukio ambao umetokea? Nadhani kwa upande wa pili Dodoma pia nyumbani kwetu. Kwa hiyo mimi kuja kufanya Dodoma sio kitu kibaya au sio kwamba ni swala jipya. Ilikuwa kwenye mpango tangia mwaka jana kwamba tutafanya hiki kitu na kimefanyika na mwitikio umekuwa mzuri. Tutegemea labda ungekuwa na partner na wachezaji wengine wakubwa wenzio, kama ambavyo tumekuwa tukishuhudia matamasha mengine ya wachezaji wakubwa wakiungana kufanya hili. Kwako wewe hili kwa nini hujafanya hivyo? Imekuwa tofauti kwangu kwa sababu rafiki zangu wengi sana wapo kwenye vilabu ambavyo bado ligi hawajamaliza. Ligi ya Tanzania bado haijaisha. Kwa hiyo kama unavyoona hauwezi kuwatoa wachezaji, wapo kwenye mipango, bado wengine wanajiandaa kwenye mashindano mengine wanaocheza. Kwa hiyo nitegemea kama mashindano ya ligi ingekuwa imeisha mapema, basi ingeweza kuwaona wachezaji wengine wengi zaidi, lakini mwaliko ulikuwa kwa wachezaji wengi kufika, lakini wameshindwa kufika kutokana kwa sababu bado ligi haijaisha ya Tanzania. Sawa, hongera pia kwa kucheza soka la nje. Wengine wamekuwa wakipata nafasi lakini wameshindwa. Kwa upande wako, mara nyingi wachezaji wakipata nafasi ya kucheza nje wanaeleza changamoto kubwa, mazingira, labda lugha, lakini pia hali ya hewa ikiwa athiri na kuamua kurejea Tanzania. Kwako hii imekaje? Kwangu mimi nadhani changamoto nimezibeba kama sehemu ya maisha yangu. Kwa hiyo siangalii changamoto kama kitu ambacho kinaweza kunizuia, lakini naangalia kitu kikubwa kilichonipeleka kule. Lazima nihakikishe kwa changamoto itokee, hali ya hewa, lugha na nini na kila kitu, vyakula, haiwezi kuniasili kwangu mimi. Mimi kitu kikubwa nachofocus nacho kile kilichonipeleka kule. Imenisaidia kiasi kikubwa. Kabla sijaanza kucheza professional, nadhani nilianza kwenye Brookhouse ile ya Leicester. Imenisaidia kwa kiasi kikubwa kwa kunijenga ndani ya miaka miwili mpaka nimeenda professional, kwa sababu kuna vitu vingi ambavyo nilikuwa sivijui. Wakati naenda Brookhouse nilikuwa najiona kama nimechelewa zaidi. Lakini maandalizi ambayo nimeyafanya pale mpaka nimeenda kucheza professional Genk mpaka sasa hivi Aalborg, najiona niko tofauti na mwanzo nilivyokuwa. Licha ya kwenda kucheza nje, unaamini umetimiza malengo au bado? Bado sijatimiza malengo. Ndio maana bado naendelea kupambana. Lakini hujatimiza ndoto? Sijatimiza. Ndoto yako ni ipi hasa? Ni ndoto yangu. Kwa hiyo itakapofika naweza kusema hapa malengo ama ndoto yangu imetimia, lakini hapa nilipo kwa sasa hivi bado ndoto yangu haijatimia au malengo yangu bado hayajatimia, ndio maana naendelea kupambana. Kitu ambacho tumezidiwa nadhani kwa kiasi kikubwa ni mentality. Wenzetu wana mentality kubwa sana, jinsi ambavyo wanaandaa mwili wao kuelekea kwenye mazoezi na kuandaa mwili wake kwa ajili ya mechi imekuwa ni tofauti kwetu sisi, lakini ndio hivyo. Lakini sisi pia hatuna watu ambao wanaweza kutuandaa, aidha kwenye familia, hata watu nje ya uwanja. Hatuna watu wa psychology wazuri wengi wao kuweza kumwandaa mchezaji. Kwa mchezaji unakuta hata mchezaji anakutana na changamoto nyingi sana, akidrop kidogo performance, watu wanawaza vitu vingine tofauti, lakini mchezaji anapitia vitu vingi sana. Kwa hiyo wenzetu wametuzidi mentality tu ya kujiandaa kuelekea kwenye mchezo au kujiandaa na mazoezi. Najitahidi kama nipata nafasi kufika hapa nilipo, na kipatikana njia basi niweze kusaidia na watu wengine waweze kufika aidha nilipofika mimi au zaidi hapo. Wana wachezaji wazuri sana, ukiangalia ukizungumzia katika mpaka sasa hivi tumecheza first half wa timu yao wametutawala sana sisi katikati pale, lakini wamekosa tu umakini mdogo wa kuweza kuwin match. Nadhani timu yetu sisi tuna watu wazima kidogo ambao wana experience, ndio maana mpaka sasa hivi tunaongoza goli moja, lakini kiuhalisia wanacheza vizuri, wanacheza vizuri, wana talent vijana wengi, lakini tu wanakosa experience ya kuweza kufanya maamuzi sahihi kwa wakati sahihi ili waweze kupata matokeo. Lakini binafsi nimefurahi kuona nadhani timu yao nzima kwa ujumla wote wanacheza vizuri.